السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقال وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma, mtukufu wetu wa daraja, amiri jeshi wetu mkuu, mtume wetu Muhammad pamoja na ahli zake na sahaba wake wote kwa ujumla. Baada ya kuyasema hayo, leo ni siku ya Alhamis. Tulikuwa tumepanga iwe inafanyika dua ya riziki, tukimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allahu ya Razzaqu urzuqna rizqal khairi. Kwa Kiswahili, e Mwenyezi Mungu, ewe mgawaji wa riziki, tugawie, turuzuku riziki ya khairi. Ndiyo wimbo wetu, ndiyo dua yetu ambayo tukiomba siku ya Alhamisi kama ya leo. Lakini kwa kufahamu kwamba wakati mwingine hutokea zikatumika nguvu za giza kuzuia riziki. Nguvu za giza zinaweza zikafanya hivyo, na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Wenye kutumia nguvu za giza hawana uwezo wa kumdhuru yeyote kwa hizo nguvu za giza ila kwa idhini ya nani? Kumbe kwa idhini ya Allah wanaweza pia wakasababisha madhara. Sasa kwa kulitambua hilo, siku ya Alhamisi katika dua yetu kuna maneno ambayo tunamueleza Allah subhanahu wa ta'ala, tukisema in kana suharau yamna'uha, ikiwa wachawi ndio wanaoizuia hiyo riziki, fa abtiluhu bima saharu, basi batilisha uchawi walioufanya. Hayo ni maneno ambayo huwa tunamweleza Allah siku ya Alhamis. Kisha tunamwambia wa in kana shayatinu yamna'uha, ikiwa ni mashaitani ndio wanaoizuia hiyo riziki, uqtuluhum fala yabqa, wauwe asibakia hata mmoja. Kama suhirna billaili
abtilhu ya Allah, kama tulirogwa usiku, basi ubatilishe uchawi huo Mwenyezi Mungu. Wa kama suhirna fi nahari, na kama tumerogwa mchana, abtilhu ya Allah, tunakuomba Mola wetu ubatilishe uchawi huo. Kama qaddartana fuqara, kama umetukadiria umaskini, ufakiri, fabadiluhu ya Allah, badilisha hicho ulichotukadiria. Maneno mazito tunamweleza Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Alhamisi kama ya leo. Lakini kwa sababu uchumi ni mgumu na mahudhurio yamekuwa yakisuasua, tumeifuta siku ya Alhamisi. Mwisho itakuwa ni leo. Dua itakuwa ni siku ya Ijumaa jioni na siku ya Jumamosi jioni na Jumapili asubuhi. Kwa hiyo siku 4 za wiki watu watakuwa kwenye harakati zao za kutafuta riziki. Hizi siku 3 nyakati za jioni watakuwa wanakuja hapa kwa ajili ya dua. Lakini Jumapili ya kesho kutwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa uhai, ndio tunakwenda kufanya ile dua yetu kubwa inayoitwa dua ya zinguo la mchele, inayoambatana na vipimo vya dhiraa 12. Na dua yenyewe ndani yake kuna vitu vitatu. Kwanza kabisa kuna zile sura 7 zinazoitwa as-sab'atul munjiyat. Kwenye zinguo hilo dua hizo, sura hizo zipo. Lakini pia kuna aya 7 ambazo nazo huitwa munjiyatu. Lakini pia wanawazuoni wamechagua al-ad'iyatul ma'thuratu 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam, dua mbalimbali zilizofundishwa ni Mtume, na zenyewe pia zimeingia katika zinguo la mchele linaloambatana na dhiraa 12. Zinguo ambalo tunataraji ikiwa Allah atatupa uhai na fursa litafanyika Jumapili ya kesho kutwa. Lakini tumekuwa tukieleza mara kwa mara kwa nini limeitwa zinguo la mchele la dhiraa 12, kwa sababu watu wanatakiwa waje na nusu kilo ya mchele, waje na mita 1 ya kitambaa cheupe. Wakishakuja na vitu hivi viwili, kinachofanyika ni mtu kupimwa dhiraa 12 kupitia hicho kitambaa chake. Akishapimwa hizo dhiraa 12, mimi nitazifanyia kisomo cha awali. Kuna kisomo cha awali na kuna kisomo cha pili. Kisomo cha pili ndio kitafanyika Jumapili ya kesho kutwa. Kwa hiyo kishapimwa dhiraa 12, mimi ninafanya kisomo cha awali. Nikishazifanyia kisomo hizo dhiraa 12, wewe unakwenda kuzilalia. Ndio tukasema kuna watu watalalia mwezi waliowahi, kuna wengine watalalia wiki 2, kuna wengine wiki 1, na kuna wengine watalalia siku 2, kuna wengine siku 1, kwa sababu mpaka hii leo watu wanapima. Kwa hiyo nikishazifanyia visomo, unapewa zile dhiraa 12, unalalia. Na matibabu kwa njia ya kulalia tulikwishaeleza. Alimradi tu unalalia kitu ambacho kimesomewa Qur'ani, kitu ambacho kwacho umetawakali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo tarehe 12 sasa asubuhi unakuja na hivyo vipimo vyako vya dhiraa 12, unakuja navyo hapa. Kishafika hapa, kabla ya dua kuanza,
utakunja zile dhiraa 12, utazikalia sawa sawa na makalio yako, kisha utanuia. Na manuizi yetu unaanza vile vile: ewe Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, mweza wa kila jambo, hakuna jambo linalokushinda. Amri yako Mola wetu iko baina ya kafu na nuni. Unapolitaka jambo lolote liwe, wewe unaliambia kuwa. Tunaelekea kwako katika hii siku njema na katika hii saa yenye baraka, na huenda ikawa ndiyo saa ya majibu ya dua yetu. Tumekuja hapa tunatawakal kwako na tunatawasal kwako kupitia sura 7 ambazo ni munjiati, na kupitia aya 7 ambazo ni munjiati, na adiyatu ma'thura ambazo zimefundishwa na mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Visomo hivi ni kwa ajili ya kuizingua miili yetu kutokana na uchawi, mashaitani wa kijini, hasadi za watu, vijicho vya watu. Mwenyezi Mungu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi bihamdihi yustaftahu kullu maqal wa bidhikrihi yusaddaru kullu khitabin wa bifadlihi yatana'amu ahlu jazai wa thawabi wa biismihi yushfa kullu da'in wa bihi tukshafu kullu ghummatin wa bala'i wa ilayhi turfa'u al-aydi bitadarru'i wad-du'a'i fi shiddati war-rakha'i wa huwa sami'u li jami'i al-aswati 'ala ikhtilafi al-lughati falahu alhamdu ala ma asda wa awla wa lahu ash-shukru ala ma an'ama wa a'ta. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma, mtukufu wetu wa daraja, amiri jeshi wetu mkuu, mtume wetu Muhammad pamoja na ahli zake na sahaba wake wote kwa ujumla. Baada ya kuyasema hayo, leo ni siku ya Alhamis. Tulikuwa tumepanga iwe inafanyika dua ya riziki, tukimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allahu ya Razzaqu urzuqna rizqal khairi. Kwa Kiswahili, Mwenyezi Mungu, ewe mgawaji wa riziki, tugawie, turuzuku riziki ya khairi. Ndiyo wimbo wetu, ndiyo dua yetu ambayo tukiomba siku ya Alhamisi kama ya leo. Lakini kwa kufahamu kwamba wakati mwingine hutokea zikatumika nguvu za giza kuzuia riziki. Nguvu za giza zinaweza zikafanya hivyo.
Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah, wenye kutumia nguvu za giza hawana uwezo wa kumdhuru yeyote kwa hizo nguvu za giza ila kwa idhini ya nani? Kumbe kwa idhini ya Allah wanaweza pia wakasababisha madhara. Sasa kwa kulitambua hilo, siku ya Alhamisi katika dua yetu kuna maneno ambayo tunamueleza Allah subhanahu wa ta'ala, tukisema in kana suharau yamnauha, ikiwa wachawi ndio wanaoizuia hiyo riziki, faabtiluhu bima saharu, basi batilisha uchawi walioufanya. Hayo ni maneno ambayo huwa tunamweleza Allah siku ya Alhamis. Kisha tunamwambia wa in kana shayatinu yamnauha, ikiwa ni mashaitani ndio wanaoizuia hiyo riziki, uqtuluhum fala yabqa, wauwe asibakia hata mmoja. Kama suhirna billaili abtiluhu ya Allah, kama tulirogwa usiku basi ubatilishe uchawi huo Mwenyezi Mungu. Wa kama suhirna fi nahari, na kama tumerogwa mchana, abtiluhu ya Allah, tunakuomba Mola wetu ubatilishe uchawi huo. Kama qaddartana fuqara, kama umetukadiria umaskini, ufakiri, fabadiluhu ya Allah, badilisha hicho ulichotukadiria. Maneno mazito tunamweleza Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Alhamisi kama ya leo. Lakini kwa sababu uchumi ni mgumu na mahudhurio yamekuwa yakisuasua, tumeifuta siku ya Alhamisi. Mwisho itakuwa ni leo. Dua itakuwa ni siku ya Ijumaa jioni na siku ya Jumamosi jioni na Jumapili asubuhi. Kwa hiyo siku 4 za wiki watu watakuwa kwenye harakati zao za kutafuta riziki. Hizi siku 3 nyakati za jioni watakuwa wanakuja hapa kwa ajili ya dua. Lakini Jumapili ya kesho kutwa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akitupa uhai, ndio tunakwenda kufanya ile dua yetu kubwa inayoitwa dua ya zinguo la mchele, inayoambatana na vipimo vya dhiraa 12. Na dua yenyewe ndani yake kuna vitu vitatu. Kwanza kabisa kuna zile sura 7 zinazoitwa as-sab'atul munjiyat. Kwenye zinguo hilo dua hizo, sura hizo zipo. Lakini pia kuna aya 7 ambazo nazo huitwa munjiyatu. Lakini pia wanawazuoni wamechagua al-ad'iyatul ma'thuratu 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam, dua mbalimbali zilizofundishwa ni Mtume, na zenyewe pia zimeingia katika zinguo la mchele linaloambatana na dhiraa 12. Zinguo ambalo tunataraji ikiwa Allah atatupa uhai na fursa litafanyika Jumapili ya kesho kutwa. Lakini tumekuwa tukieleza mara kwa mara kwa nini limeitwa zinguo la mchele la dhiraa 12, kwa sababu watu wanatakiwa waje na nusu kilo ya mchele, waje na mita 1 ya kitambaa cheupe. Wakishakuja na vitu hivi viwili, kinachofanyika ni mtu kupimwa dhiraa 12 kupitia hicho kitambaa chake.
Akishapimwa hizo dhiraa 12, mimi nitazifanyia kisomo cha awali. Kuna kisomo cha awali na kuna kisomo cha pili. Kisomo cha pili ndio kitafanyika Jumapili ya kesho kutwa. Kwa hiyo kishapimwa dhiraa 12, mimi ninafanya kisomo cha awali. Nikishazifanyia kisomo hizo dhiraa 12, wewe unakwenda kuzilalia. Ndio tukasema kuna watu watalalia mwezi waliowahi, kuna wengine watalalia wiki 2, kuna wengine wiki 1, na kuna wengine watalalia siku 2, kuna wengine siku 1, kwa sababu mpaka hii leo watu wanapima. Kwa hiyo nikishazifanyia visomo, unapewa zile dhiraa 12, unalalia. Na matibabu kwa njia ya kulalia tulikwishaeleza. Alimradi tu unalalia kitu ambacho kimesomewa Qur'ani, kitu ambacho kwacho umetawakali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo tarehe 12 sasa asubuhi unakuja na hivyo vipimo vyako vya dhiraa 12, unakuja navyo hapa. Kishafika hapa, kabla ya dua kuanza, utakunja zile dhiraa 12, utazikalia sawa sawa na makalio yako, kisha utanuia. Na manuizi yetu unaanza vile vile: ewe Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, mweza wa kila jambo, hakuna jambo linalokushinda. Amri yako Mola wetu iko baina ya kafu na nuni. Unapolitaka jambo lolote liwe, wewe unaliambia kuwa. Tunaelekea kwako katika hii siku njema na katika hii saa yenye baraka, na huenda ikawa ndiyo saa ya majibu ya dua yetu. Tumekuja hapa, tunatawakali kwako na tunatawasal kwako kupitia sura 7 ambazo ni munjiati, na kupitia aya 7 ambazo ni munjiati, na adiyatu ma'thura ambazo zimefundishwa na mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhiraa 12. Mwisho wa manuizi tutaanza dua yetu kwa kufungua na zile sura zile. Kwanza Suratul Ikhlas, ubora wake siku ya kesho tutaelezea hapa mara 3, na mwisho wa hizi Suratul Ikhlasi tutamtukuza Allah kwa takbira. Kisha tutasoma muawadhataini, qul a'udhu birabbil falaqi wa qul a'udhu birabbin nas. Na hizi sura zina siri kubwa kufungua uchawi wa mafundo. Mtume aliwahi kurogwa akafungwa mafundo 12, akafungua kwa muawadhataini. Na kila mwisho wa sura tutakuwa tunamkabir Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya hapo tutasoma Suratul Inshirah. Ina siri kubwa kwenye kumnyanyua mtu na kunyanyua utajo wa mtu, na kama kuna uzito kwenye jambo lolote Mwenyezi Mungu kutia wepesi. Suratul Inshirah ina siri kubwa, itasomwa hiyo. Na mwisho wa Suratul Inshirah tutamkabiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa takbira. Baada ya hapo tutasoma Suratun Nasri, idha jaa nasrullahi wal fath, ni sura ya ushindi hii. Na mwisho tutaleta istighfari, tutamuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema kupitia ulimi wa Nabiyullahi Nuhu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Muombeni msamaha Mola wenu, hakika Mola wenu ni mwingi wa kusamehe. Mkimuomba msamaha, jawabu lake ni nini? Yursilis samaa alaikum midrara, atakuleteni mvua kwa wingi. Wayumdidukum bi amwalin wa banin, atakupeni utajiri na watoto. Wayaj'al lakum jannat wayaj'al lakum anhara,
atakujaalieni mabustani na atakujaalieni mito, kuonyesha kwamba istighfari inafungua riziki, istighfari inaondosha matatizo. Kwa hiyo tutatafuta msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha baada ya hapo tutamtakia rehma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dua yoyote ambayo mtu anaomba halafu ikawa hakumtakia rehma Mtume, ile inapazia ile. Lakini ukishamtakia rehma Mtume sallallahu alaihi wasallam, lile pazia laondoka lile. Baada ya hapo tutasoma khawatimu surati al-Baqara, ile aya ya mwisho iliyoko katika surati al-Baqara. Ina siri kubwa mno. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Kisha baada ya hapo tutasoma ayatul kursi. Ina siri kubwa pia ayatul kursi. Kisha baada ya hapo tutaleta tahlili. Baada ya tahlili tutamsifia Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo ndio tutaanza ile dua inayoambatana na sura 7 pamoja na aya 7, dua ambayo ina milango 7. Tukimaliza mlango wa kwanza, wewe unatakiwa ujadidi nia, uifanye nia kuwa mpya, urudie kunuia tena. Na hapo sasa mimi sitokufundisha nia, nitafundisha pale mwanzo tu ndio nitakutamkisha, lakini hizi nyingine hizi utatamka wewe mwenyewe. Ndio maana tunaelekezana kila siku ya Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili watu waweze kukariri. Na kama we ni mgumu wa kuelewa, ingia Abu Jadawi Online TV, pale nilipotaja nia, basi wewe kariri au chukua karatasi andika kabisa. Sasa wakati unanuia, baada ya kuwa umemalizika mlango wa kwanza, watakuwepo vijana ambao wanakupigeni zile punje za mchele, huku mmekalia zile dhiraa 12. Ndio maana zinguo hili likaitwa zinguo la mchele linaloambatana na dhiraa 12. Wanakurushieni, wanakupigeni, huku wanasema fasayakfikahumullahu wa huwa samiul alim. Atawatosheleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dhidi ya maadui zenu, kwani yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ni msikivu aliye mjuzi. Hili zinguo ni kubwa sana, hili sio la kukosa hili. Kupitia zinguo hili unaweza ukafungua ukurasa mpya wa maisha yako. Kupitia zinguo hili unaweza ukaandika historia mpya. Kupitia zinguo hili unaweza kujikwamua kutoka kwenye dimbwi la matatizo na kuyaweka mambo yako kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Hili ndio zinguo tunalokwenda kulifanya Jumapili ya kesho kutwa. Watu siku hiyo wafike asubuhi, kwa sababu ratiba zote zinakwenda kukoma saa 7 mchana. Usikubali kuchelewa. Sasa baada ya kuwa limemalizika zinguo hili, hapo ndipo sasa wewe mwenyewe utapima vipimo vyako. Zile dhiraa 12 ulizopimwa mwanzo bado ziko au kuna mapungufu? Kama kuna mapungufu katika hizo dhiraa 12, ndio ishara nzuri ya kufanikiwa kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kinachobakia wewe hapo ni kwenda kukoga mwili wako. Unazikoga hizo dhiraa 12 kwa ajili ya kuondosha matatizo ulionayo kwenye mwili wako. Unazikoga dhiraa 12 kuuzingua mwili wako, kubatilisha uchawi, kufukuza mashaitani, kuondosha hasadi na vijicho. Unakoga dhiraa 12 zilizofanyiwa kisomo cha mwanzo na zilizofanyiwa kisomo cha pili, na hizo dhiraa 12 ulizilalia, lakini zinakogwa kwa dawa hii.
Hii dawa inaitwa zinguo la nyota bahari. Sio ile dawa inayoitwa nyota ya jaha au nyota bahari. Dawa hii imeitwa zinguo la nyota bahari kwa sababu miti iliyomo humu ni miti 40 ya baharini. Imefanyika juhudi kubwa sana kuikusanya miti 40 kutoka baharini. Na kwa nini miti hiyo imefahamika kuwa ni dawa? Ilmu tibbi asasuhu mabniyu ala tajarubi. Elimu ya tiba msingi wake ni utafiti, msingi wake ni majaribio. Miti hii imefanyiwa utafiti, miti hii imefanyiwa majaribio. Inatumika sana kumzingua mtu juu ya matatizo alionayo. Bahari ni kiumbe chenye wito. Tunasema ni kiumbe kwa sababu bahari ameziumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunamuomba Allah kwa siri aliyoiweka kwenye bahari, kwa yoyote atakayetumia miti hii ya baharini, naye awe na mvuto, awe ni mwenye kuita, kwa sababu bahari ni kitu chenye wito. Bahari inavutia, kwa yoyote atakayetumia miti hii pia nawe awe anavutia. Hakuna asiyehitajia bahari, kila atakayetumia dawa hii pia naye awe ni mtu mwenye kuhitajiwa. Sasa zile dhiraa 12 unaoga na dawa hii inayoitwa zinguo la nyota bahari. Yaani umetoka kwenye dua hapo, umeshapima vipimo vyako, umeona kuna mapungufu. Ukifika nyumbani usiku huo, andaa maji ya vuguvugu yanayotosha kuoga mwili mzima. Ukishaandaa yale maji, roweka zile dhiraa 12 kwenye hayo maji, chukua na dawa hii ya zinguo la nyota bahari, weka humo, kisha koga. Ukimaliza kuoga, hiyo kamba ya dhiraa 12 iache humo, wewe unakwenda kulala. Asubuhi kabla ya kutoka nyumbani kwako, ongeza maji kwenye kile chombo chenye ile kamba ya dhiraa 12. Ongeza maji, chukua na dawa, weka mle, unakoga mwili mzima, unapaka mafuta yako, ndio unatoka kwenda kwenye shughuli zako. Utafanya hivyo kwa muda wa wiki 2. Hii ni mujarabu kweli kweli. Watu wengi tumewasaidia kupitia zinguo la mchele linaloambatana na dhiraa 12 pamoja na zinguo la nyota bahari. Tulisema tunaanza kuitoa leo, na Jumapili iliyopita kuna watu kama 5 hivi waliandikisha. Leo tutaanza kuwapatia dawa zao, wakae nazo kabisa, zisije zikaisha ikawa deni kwetu sisi, mtu kawahi halafu dawa zimemalizika. Ni dawa muhimu sana. Unakuja hapa na sadaka yako ya shilingi 10,000 tu na kupatia dawa yako. Wewe uliyelipia Jumapili iliyopita utakuja hapa, utanionyesha karatasi niliyokuandikia, kisha nitakupatia dawa hii. Sasa nimeona kuna baadhi ya watu wamepima leo dhiraa 12. Wapo waliopima leo, kwa hiyo nitaomba waniletee hizo dhiraa 12 ili nizifanyie dua na wao wakalalie katika haya masiku yaliyobakia. Lakini pia tunalo kombe la dhahabu na fedha hili hapa, ambapo kila siku huwa mnanuiza nyinyi kumwomba Mwenyezi Mungu akujaalieni thamani na hadhi kama ilivyo dhahabu na fedha. Muwe mnapendwa kama inavyopendwa dhahabu na fedha, muhitajiwe kama inavyohitajiwa dhahabu na fedha. Mnanuia, kisha baadaye mnakwenda kufanya sadaka. Kombe ambalo hili tunaligawa Jumapili ya kesho kutwa bure. Unatakiwa wewe uje na chupa yako ikiwa tupu. Tunafanya mambo mazito ambapo huwezi kuyapata kwingine isipokuwa ni hapa. Tena tunapokufanyia na tunakuelewesha kwamba tunafanya 1, 2, 3. Kwa nini limeitwa kombe la dhahabu na fedha? Kwa sababu ndani ya Qur'ani ziko aya ambazo mfano wa hizo aya ni aya iliyoko katika surati Tauba. Mwenyezi Mungu anasema, walladhina yaknizuna dhahaba walfiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashiruhum bi'adhabin alim. Lakini ziko nyingi, kamtarira min adh-dhahabi walfidda, ziko nyingi bana, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira.
katika ile surati Al-Insan kama sikukosea. Kesho nitaziorodhesha vizuri, halafu nitakuja kuzieleza hapa. Zote zinazungumzia fedha, zinazungumzia dhahabu. Lakini pia kombe hili linabatilisha uchawi, linaondosha mashetani, linaondosha hasadi pamoja na vijicho, linatia nuru katika mwili, linarejesha mvuto. Sasa kwa sasa tutafanya zoezi la wale ambao wamepima walete hapa. Nafikiri wako 2 au 3 hivi. Na wale wengine watakuja kunuiza hili kombe, watafanya sadaka hapo. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi yetu na atujalie tawfiki juu ya haya tunayoendea. Innahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.